Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Unatumia skincare? Yeah, niko hivyo. Ile ya kupaka sijui vitamin C. Unajua hofu vitu vyangu hivyo. Vitu vyako kabisa. Sasa hivi. Swala kikao kimekataa waniambie, ila nilikuwa sijui utaratibu. Mimi ninachojua ni sawa. Sijai kusikiaga kama wanaume nao pia anaruhusiwa kupaka skincare. Sika lakini moyo simo. Bajeti zangu mimi, bajeti ya ngozi yangu pia hivi. Yeah, sure. Kwa maana ngozi yako inatumia kiasi gani labda? Sasa kwenye masuala ya kiasi siwezi kusema. Mimi tu jaribu labda kutumia usawa. Ana ipi? Yaani hata kama sina hela, daftari langu. Kama sina hela, daftari langu litakuwepo tu pale. Okay. Kwa Alex. Daftari lako la kwenda kukopa. Unaandikishwa pale maisha na kwamba kaka nikipata hela nitaleta. Nipe kwanza hao nipe hizo zinaitwaje? Hizo nanili no kuna jina lake. Nipe HB kwanza. Nipe hizo product nitakuletea nikipata hela. Kwanza nitakimbia kila siku nashinda Instagram. Siwezi kukimbia na hela Alex. Bwana, mimi katika kitu ambacho natamani ukizungumze kidogo tu hata kwa uchache watu wanaoana bwana Saidi. Mimi nilitegemea huu mwezi wa Ramadhani nisikie Saidi naye ameoa. Sasa unajua ndoa sio kuoa eti uoe kisa fulani kaoa. Alafu ndoa ni baraka, na baraka waga uipange, baraka waga inakuja tu. Yaani unaweza tukalala hapa nikakwambia mimi naoa kesho kutwa kwa sababu baraka ndoa inakuwa imefika kwangu. Kwa hiyo angaika kutafuta ndoa utaipata. Ila kama ni baraka yako from nowhere tu anatokea mtu anakuoa hivyo. Katika kitu ambacho Mungu amebariki sana Zailisa bwana. Zailisa amebarikiwa swala la ndoa. Zailisa kaolewa na wajina. Sasa ni hatari. Nataka niseme bwana kaolewa na wajina wako. Zailisa na baraka zake. Mimi nimpongeze Zailisa, lakini cha pili amebahatika. Unajua kina Saidi tumenyoka Kwa hiyo Zailisa amebahatika. Niwaambie tu wadada pia wachangamkie bahati, maana Saidi pia nipo. Wadada wachangamkie bahati, Saidi wewe umebahatika. Maana Saidi mwenzangu kaishaoa mwenyewe. Nataka no tu. Tuna blog jamani, kana nafasi ile itauma hii. Hivi nyie ni watu ambao sasa michepuko tunaishi kwake. ID. Katika kitu ambacho watu wengi sana wameshangaa ni baada ya Zailisa akatoka kwenye ndoa hii anaingia kwenye ndoa hii. Kwa sasa hivi tukipiga mahesabu Zailisa tayari ana ndoa ya 5 ujue. Watu wanasema. Mimi namshauri Zailisa aendelee kuolewa mpaka atakapopata ndoa yake sahihi. Hata kama akiona hiyo itamchanganya, ila najua hii ni ya mwisho. Kama itamchanganya pia achika zai, tafuta mume, olewa. Olewa Kwa sababu maisha ndoa haya. Sasa. Unachaje kuolewa? Unajua tunamshangaza Zailisa kwa kuwa anaolewa anaachika. Ila kuna watu hawaolewi ila kila siku kwenye mahusiano wao wanaachika. Mtu ameshaachika na wanaume zaidi ya 20, alafu anamshangaza Zailisa sijui ndo yake ya 3 ya pili. Unakuwa utumia akili. Hebu nena jambo bwana. Kuna watu wanamsema sana Zailisa kwenye swala la ndoa. Zailisa anaolewa sana, lakini akienda kwenye ndoa hazai. Atulete mtoto at least kwenye ndoa hii afanye angalau hata maji. Ndoa ni baraka ya kwanza, mtoto ni baraka nyingine. Mungu kama ameshambariki ndoa, ikifika stage ataka kumbariki mtoto anapata tu. Watu wamekaa kina Ibrahim wamekaa sijui miaka 90 ngapi wana watoto wakuja kupata watoto uzeeni. Zailisa hata miaka 20 ana. Unajua Zailisa ana miaka 18. Sasa mimi nakwambia mwanangu Zailisa mtoto mdogo. Zailisa miaka mingapi? 18. Tusema inawezekana au 17? 18. 18. Mwaka huu kafikisha 18. Mwaka huu ndo kaingiza 18. Sawa. Leo tunasema anakuwa mtu mzima, atulie kwenye ndoa. Yani nyinyi mnachanganyikiwa na urefu. Urefu sio miaka. Okay. Sawa. Sasa mbona Kagere hajafikisha miaka 30? Nani? Nani hajafikisha miaka 30? Wewe sasa kijana bado mdogo. Hilo swala kwa nao si. Kijana mdogo kabisa yule. Medi Kagere. Miaka mingapi? 24. Mimi nilijua 16, 17. 24 zaidi. Bado kijana mdogo kabisa. Yaani wewe unaweza kuwa unamzidi Medi. Yeah. Na mzidi mwaka mmoja. Sasa unaona.
Zailisa ni mrefu tu, sio mkubwa jamani. Mwacheni aolewe. Au mtu kaolewa juzi hajamaliza hata honeymoon mshaanza maneno. Mwacheni mtu amalize kutumia asali, maziwa. Subiri nikwambie, wengine wanasema kaolewa kwa sababu ana mimba. Ndio maana kaolazimisha ndoa ya haraka haraka. Wengine wanasema ndoa yake ya uji. Kwa nini aolewe katikati ya mwezi wa Ramadhani? Sasa Zailisa aliolewa ndoa ya uji, anaenda kufunga akiwa kwenye ndoa yake, na mtu anaenda kufunga akiwa mzinifu. Nani anapenda? Mimi niko upande wa Zailisa. Zailisa, olewa mamangu, ndoa ya uji tayari. Hiyo ikishindikana, tulia. Inayofuata tupiga ya maji. Kwa kuna mtu anapiga ndoa ya bila kula. Ya bila kula, yaani cha msingi tu ile nimekubali walete. Ndoa alafu ndoa so chakula so same. Alafu ndoa so chakula. Ndoa ni watu 5 tu washakamilika pale, walete. Inatosha sana. Sawa, nena nao jambo mashabiki zako. Kama nilivyowaambia mwanzo, Saidi changamkeni. Cha pili, Zailisa apumzishwe jamani. Juzi nimwambia Zailisa wanapungua, kumbe ni maneno ya watu. Mwacheni dada watu.